Yaani Alan Okello ni Messi mtupu kwa kila anachokifanya ndani ya ligi kuu Tanzania bara, na lazima umtazame kwenye hiyo sura hata kama unachukia. I don't know kama mwamba yuko sawa, lakini mawazo yake ameamua kuyaweka kwenye msingi wa namna hii. Si mwingine bali ni Privadinho Abiudi Shayo, ambaye anawezekana amefungua mjadala mwingine ambao unahitaji kuchambuliwa kinagaubaga. Ubora wa Alan Okello unaweza ukamfananisha na Messi, Lionel, I don't know. Lakini nataka nikusomee andiko la bwana Privadinho and then mimi na yetu tutalichambua pamoja. By the way, karibu sana, hapa panaitwa Kanyasi Digital na mimi naitwa Almachus Kanyasi. Ninakuomba sana unisaidie kusubscribe kwenye chaneli yetu ili tuweze kufikisha subscribers 20,000. Safari ambayo tumeanza kwa muda mrefu, tukifikisha subscribers 20,000, to be honestly tutakuwa tumepiga hatua kubwa zaidi na tutamshukuru Mwenyezi Mungu by the way. So hakuna mtu ambaye atafanikisha hicho kama wewe haujanisaidia kufanya hivyo. Privadinho anasema kipaji ni zawadi ya Mungu, lakini kukiona na anayekiongezea thamani na kukihudumia ni wewe mwenyewe na wanadamu waliokuzunguka. Kulikuwa na wakati Yanga ilikuwa inalazimika kutumia heshima yake kinguvu kwa kutumia historia yake. Sasa hapa naomba niongeze neno. Yaani ni kwamba anachojaribu kusema ni kwamba Young Africans ilikuwa inatumia historia zaidi kwenye kutamba mtaani. So unajua zile, sisi ni mabingwa kihistoria bwana. Miaka fulani tulifanya vizuri. Tulio kucheza robo finali ya CAF Champions League mwaka 1969. So ilikuwa ni Yanga ambayo inaishi kwenye historia na sio kwenye uhalisia zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo vilibadilika ndani ya kikosi cha Young Africans. Nimeona hii niwekee mkazo, tunaweza tukaja baadaye tusie tukaelewana, sio? Iko ndio kitu ambacho nadhani Abiudi alikuwa anajaribu kumaanisha. Anasema leo Yanga inatengeneza historia mpya kwa miguu ya master wake. Haya si mapinduzi ya bahati mbaya, haya ni matokeo ya maamuzi makubwa na uwekezaji mkubwa wa watu waliodhubutu kutoa ndoto kubwa sana. Ghafla linaibuka jina la GSM. Wapo waliombeza mwanzo, wapo waliodhani pesa haiwezi kununua mafanikio. Mambo mengi yamebadilika. Kila Yanga inapocheza watu wanasubiri kuona ni uchawi gani mwingine Alan Okello ataufanya akiwa uwanjani. Sikuwahi kupata bahati ya kumuona Lionel Messi live, lakini magoli haya ninayoyaona live kupitia Alan Okello yananikumbusha Lionel Messi. Yaani kwamba anachojaribu kusema kuna mabao ambayo Lionel Messi alikuwa anafunga, unayaona kabisa kwenye miguu ya Alan Okello. That's why nikasema tunahitaji kujadiliana hapa. Kwenye ile andiko lake bwana Privadinho analeta mjadala mwingine ambao ni mkubwa sana, ambao tunahitaji kuchambua kiunagaubaga. Anasema foul dhidi ya Metacha ilikuwa ni sanaa. Ukuta ulisimama lakini Metacha alisimama imara zaidi. Magoli ya foul ambazo zimeduaza makipa ni zawadi ambayo Messi ameuzawadia ulimwengu kabla ya Okello kumwambia GSM asante kwa kumtungua Metacha ambaye hakuweza kuinua hata kidole kimoja. Turudi juzi hapa KMC ambapo Okello alikaribia kumtengua nyonga walinzi wa Namungo FC. Messi aliwahi kutikisa uno la uzazi la Jerome Boateng na kuacha simanzi kwa Bayern. Okello amefika nusu ya msimu pekee, magoli 11 na asisti 7. Kwa maana yake Alan Okello amehusika kwenye mabao takriban 18. Guess what? Hiyo ni kwenye michezo 18 aliocheza. Maana yake ni ushiriki wa bao moja kwenye kila mchezo. Sio namba za kawaida. Anasema hizi namba sio za kawaida. Hizi ni namba za mchezaji anayebeba matumaini ya mashabiki. Kwa sasa wananchi hawaendi uwanjani kuangalia mpira tu, wanaenda kushuhudia burudani. Wakati mwingine ukimwangalia Okello unajiuliza, huyu kweli anacheza Tanzania? Lakini ukikumbuka nyuma ya Yanga yupo Gari, basi unasema alhamdulillah. Miguu ya Okello inaongea lugha ya Ulaya. Kama waamini kamuulize Metacha kama alimuelewa Okello. Asante GSM. Asante viongozi wote waliodhubutu kuibeba Yanga wakati wengine walipokuwa wanaibeza. Kama sio ninyi, haya mambo tungeyaona wapi? Akamaliza kusema Eid Mubarak. Sasa ili andiko aliliandika jana. Mara baada ya kuangalia ili andiko nikapita kwenye page ya Sokametrics. Hawa Sokametrics wameweka wachezaji waliohusika kwenye mabao mengi zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara na namba
na pia wameandika na dakika walizocheza. Wakaandika kwenye caption, Faisal, je, ataweza kuzuilika? Somo ni hisabati inayopingwa uwanjani na takwimu mpya kutoka Sokametrics linafungua mjadala mzito kuhusu mfalme wa viwanjani msimu katika ligi kuu NBC. Faisal wa Azam ameendelea kuonyesha yeye ni injini inayozungusha timu yake kwa staili ya kipekee. Faisal amehusisha mabao 22, ni takwimu inayomweka kileleni, ikithibitisha kuwa Azam FC wamepata jembe linalosoma mchezo kama kitabu. Ufanisi wake si tu katika pasi za mwisho, bali namna anavyojichanganya eneo la hatari na kufunga magoli yanayobadilisha matokeo. Hatari inayokuja, Alan Okello naye pia ameshusha pumzi ya mabao na asisti 18 ndani ya dakika 1405. Okello anacheza soka la kisasa, ana kasi na utulivu wa kupenya safu zozote za ulinzi. Huyu jamaa atulii, na ndiyo maana mabeki wanapata shida sana. Nguzo ya timu. Ligi ina ushindani mkali kutoka kwa Clatous Chota Chama mwenye mchango wa magoli 14, Idinado mwenye mchango wa goli 13, Elie Mpanzu mwenye mchango wa goli 12. Chama anaendelea kudhibitisha kwa yeye ni mchawi wa Msimbazi. Anaendelea kusema akitumia uzoefu wake na kuongoza safu ya ushambuliaji. Sasa hapo akaweka namba. Nilikuwa nakusomea hii caption yako ili uweze kuelewa kila ambacho jamaa wamekiandika kwenye ile eneo. Anaendelea kusema Faisal Salum amehusika kwenye mabao 22 kwenye michezo 24, sawa na dakika 1968. Alan Okello mechi 19, magoli 18. Amecheza jumla dakika 1405. Chama Clatous magoli 14 kwenye michezo 25, dakika 2035. Idinado yeye amehusika kwenye mabao 13 kwenye michezo 20, sawa na dakika 1529. Elie Mpanzu magoli 12 kwenye michezo 20, sawa na dakika 1131. Ukipitia hizi takwimu vizuri unagundua Alan Okello ndo mchezaji aliyecheza mechi chache zaidi 19 kwenye hiyo orodha ya wachezaji watano waliohusika kwenye mabao mengi zaidi. Lakini pia ukiachana na Elie Mpanzu, anayefuata kwa kucheza mechi chache, dakika chache kwenye ligi kuu Tanzania bara ni Alan Okello, akiwa amecheza dakika 1405. Waliobaki ni 1500 na kuendelea ukiachana na Elie Mpanzu. Je, hii inatoa tafsiri ya kwamba huyu Chali ana deserve kuwa MVP wa ligi kuu Tanzania bara? Lakini kwenye kauli ya Abiudi Shayo kusema kwamba Alan Okello ni sawa na Lionel Messi, unadhani ni sawa? Mimi natamani kusikia kauli yako zaidi kabla mimi kuja na uchambuzi, na komenti zako nitazisoma hapa, nitazileta kama comment. So let's go, chambua kwa kuweka takwimu zako vizuri. Asante, bye bye.